Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Firdaus TV, Bato TV, Top Zero TV, bila kusahau wenzetu wa karibu kabisa hawa Makiri TV. Kwa pamoja kabisa nikwambie, tukiungana tunasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ikiwa zimepita takriban siku 5 toka kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa nchi yetu hii ya Tanzania, ambapo tayari rais ameshatangazwa, wana Firdaus Dua Center, dua zinaendelea kama kawaida kwa utaratibu ule ule wa awali. Kumbuka kwamba siku ya Jumapili dua ya pamoja, dua ya bure hii isiyokuwa na malipo yote. Jumatano dua kama kawaida, lakini bila kusahau siku ya Alhamisi ni dua nzuri kabisa, dua ya riziki. Nikukaribishe katika muendelezo wa vipindi kadha wa kadha kutokea hapa Firdaus Dua Center. Mimi ni ripota wako ngule Al-Habib Sheikh Mungia. Leo na jambo kubwa kabisa, tukipewa nguvu na Fatu Jasad, maji ambayo huondosha maradhi mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Na mgeni hapa ambaye ana mengi ya kuzungumza kupitia kituo hiki cha dua cha Firdaus Dua Center. Nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Makiri akiwakilisha Makiri TV, lakini kwa pamoja tumeunganisha nguvu zetu, tumeungana kwa pamoja kukujuza hatua kwa hatua. Bimkubwa, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nifahamu jina lako mama na unatokea wapi? Mimi jina langu naitwa Muamini Nasoro na ninatoka kwa Mwarabu. Kwa Mwarabu iko wapi? Kwa Mwarabu iko Kilungule kwa mbele kidogo. Umetokea Kilungule mpaka umekuja hapa. Umepiga kura? Mimi nimepiga kura. Umemchagua, uliamua kumchagua? Nimeamua kumchagua niliyompenda na sasa hivi yuko madarakani. Na mara tu baada ya kuhitimika kwa dua ukasema hapana, wanahabari, nina jambo kubwa nataka niongee na nyinyi. Labda watu tayari wameshaka standby sasa, wanataka kujua Bi Muamini umekuja na jambo gani wewe ambalo unataka kuwaambia hawa watu? Kwa kweli mimi ninafurahi sana na kituo chetu hiki. Kuna jambo linaniuma na limenipendezea, japo lilitaka kunitia huzuni, lakini limependezea kwa ajili lilivyokwenda. Labda kwanza wanataka wafahamu, ulifahamu vipi kituo hiki cha dua cha Firdaus Dua Center? Wewe kama wewe kutokea kule Kilungule, umekifahamu vipi kituo hiki? Sawa. Hiki kituo mimi nimekifahamu kwa ajili alikuja mwanangu hapa, naye alifanya kuelekezwa. Wa kiume wa kike? Mwanamke wa kike, ni mama tuna watoto wake. Kwa hiyo alikuja hapa mwenyewe katika biashara zake. Alivyokuja kuchukua dua hapa, basi mwenyewe akawa anafanya biashara zake, anauza mandazi, keki, chapati, ana mgahawa wake. Sasa hatimaye ameshafanya biashara zake, amerudi nyumbani. Katika kurudi nyumbani kwa kazi ndogo ndogo, watoto wake wameenda kucheza nje. Hatimaye kitoto chake cha miaka 3 basi amecheza kule, na mimi nilitoka kwangu huko nikaja kuwatembelea pale. Nilipofika tumeongea muda si mrefu, kabidi nirejee nyumbani. Basi nimeondoka. Katika dakika 3 nilizoondoka nimepiga hatua. Basi yule mtoto alitoka kule alikotoka, kakimbia mpaka kwa mamake. Hajapiga kelele, amekimbia tu kimya. Ametoka kule mpaka kwa mamake miguuni. Sasa alishachoka, ujue kapumzika na kunywa chai. Kaanguka pale. Kuanguka pale kama vile kumwambia, "We, nawe mbona umekuja kuanguka hapa, mimi nanywa chai itakuunguza?" Anamuona mtoto anatetemeka. Katetemeka kwa muda mrefu huko anamwagika jasho. "We una nini?" Ametetemeka mara naona anazidi kunyoka. Hatimaye yule mtoto kimya. Huyu mtoto mbona kimya? Kwa kweli mama yule akapatwa na simanzi, kabidi amwache pale, atoke nje kwanza kuuliza wazee, "Jamani, kumetokea nini?" Hebu njooni kwanza majirani zangu. Maana pale sisi yeye pale alipanga. Majirani zangu njooni. Haya, akatoka kule majirani kwa kweli wakaja. "Kuna nini bwana? Ampea njooni. Maana mimi hapa nimevurugwa." Kufika pale, yule mtoto alikuwa anacheza mpira kanyoka pale. Kwa hiyo wazee wanaulizia, "Vipi?" Akasema, "Hebu niangalieni huyo mtoto." Na mtoto yule unajua anaangaliwa. Kutizama mtoto amenyoka kabisa, yani hawezi tena, yani akishikwa huku anaanguka, kanyoka. Watu wamechanganyika. Kwa ni vipi? Basi tumpeleke hapo kwa mzee Masudi kidogo. Kabebwa pale, kapelekwa kwa huyo mzee, hayupo. Akachukuliwa pale, wakatoka akasema hata twende kwa mwingine. Hayupo. Mwingine waliomkuta na ile hali walioiona pale, hapana. Yule baba akasema naomba mumpeleke hospitali. Hapa huyu ugonjwa umezidi. Japo tutaangaliaga baadaye, lakini mumpeleke hospitali. Wakasema haya. Maana pale kila mtu ameshangaa tena ameshika hivi. Basi wakambeba pale, njiani wakasema hapana.
tusirudishe hospitali, tusiende hospitali, hembu tuende kwanza, maana hali yenyewe hii hatuielewi, turudi nyumbani. Basi wakambeba sasa, wanarudi nyumbani. Unajua tena watu tena wakitizama hali ile, kujitupa tena, kila mtu ajitupa kwake. Mtoto alikuwa anacheza hapa, kila mtu anaongea la kwake. Basi katika kumweka pale ndani, kabidi atumwe mtoto nifuatwe mimi kule nyumbani. Basi unajua mtu ukitoka hufiki nyumbani, unaingia hapa natoka, naingia hapa natoka. Nimefika nyumbani sasa, naambiwa bwana we, alikuja mtoto sasa hivi. Haya, mtoto huyu katumwa, eti mjukuu wako anaumwa sana. Nani? Bilali. Bilali? Au hujasikia vizuri? Asema hata huyo ni mtoto mkubwa aliyotumwa. Bilali anaumwa, tena anaumwa sana. Sikutaka sasa kuuliza, manake mtu kilisikia inabidi kwanza ukawa. Na mimi nimeweka tena nguo mfunga tumboni, nakimbia. Nimekuja kweli kwa mbio sana. Nafika pale, umati umejaa, kila mtu kashika kichwa chake. Jamani, imekuwaje? Asema ingia ndani huko uangalie, mwanangu anajitupa kule. Kweli kuangalia, mtoto amenyooka na ameshafunikwa tayari. Mtoto yule tufanye amefariki. Kumshukuru Mwenyezi Mungu. Watu Allahu Akbar. Namshukuru Mwenyezi Mungu kweli. Tunaingia tena, tunalia wote tena, tunachangia. Shughuli imeisha tena, sio ya kupeleka hospitali. Kimshika. Ni joto liko sasa linamalizikia huku mwisho, maana miguuni kote kumepoa. Basi bwana, tumelialia muda kama masaa mawili pale. Watu sasa ni kutafuta kuni wabandike maji marehemu aoshwe. Basi mama mtu amelia, akavuta subira kidogo. Basi nyamaza, mshukuru Mwenyezi Mungu. Si unajua tena tunabembelezwa, nyamazeni. Akanyamaza pale. Umeona? Katika kunyamaza ndio akili kamjia. Akasema mimi kweli huyu mtoto ndio amefariki, lakini tu mimi nimuombe Mwenyezi Mungu. Kule Firdausi alinipaga dawa, halafu kule alisema hii dawa itakuwa ina nguvu. Kwa hiyo wewe kama utampa mtoto basi, au mtu mkubwa aliyoumia, yani hii inasaidia. Kwa sababu yeye alikuwa anafanyia biashara zake, hajajua kama hii dawa inaweza kumsaidia, lakini tu moyo kamtuma ampake yule mtoto. Akaniambia mama, ngoja kuna dawa. Akaingia kwenye begi, akachukua ile dawa, akanipa, akaniambia nenda kampake. Na mpakaje? Akaniambia paka kwenye kidole, afu msokomeze kwenye pua. Nikamwambia mimi kidole changu ni kikubwa, ngoja nitoke nje nikatafute goya. Kwa nikatoka nje nikatafuta goya. Mwanangu sasa amekaa pale anamwangalia mwanae. Kwa kweli nimeenda tafuta goya lile, nimepata, kuja nikalichuna kidogo, tukamimina dawa, nikaichovya pale. Kwa hiyo tukamsokomeza yule mtoto, yani kimeingia kigoya kile, kimeingia kabisa. Tukachovya tena, kimeingia, tukachovya tena kwenye masikio huku. Basi ila sasa kusema mtu unafanyaje, wacha tu useme kwa sababu ameongea, maana huwezi kuacha kumpa moyo. Basi tumerudi pembeni tena, tumenyamaza pale. Analia mimi tena, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwanangu, basi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, huwezi amini, tumekaa kama dakika 10 au 15. Mtoto alipiga chafya tena za nguvu, cha 3. Alafu akaamka na kuitika kaitika, alafu akaamka kwa nguvu. Dirisha kubwa kama lile, kwa hiyo akalinyaka lile dirisha hapo. Analining'inia hapo, kaitika, kapiga chafya 3. Halafu akainuka, akakimbilia kwenye dirisha. Mtazamaji ambaye unaangalia, hii ni Makiri TV, na yote haya unayapata exclusive interview hii kutokea hapa Firdaus Dua Center. Mama huyu mkazi wa Kilungule akiwa anaeleza ushuhuda wake yeye mwenyewe kilichomtokea mjukuu wake siku kadhaa zilizopita, kwa ushuhuda wa mafuta ya panguso ambayo ameyapata kutokea hapa Firdaus Dua Center. Mafuta haya yanapatikana hapa Firdaus Dua Center peke yake, hayapatikani sehemu nyingine, na huu ni ushuhuda ambao mafuta haya yamemuokoa mjukuu wake. Umemsikia toka mwanzo wakati anazungumza madhila aliyopata huyu mtoto, mpaka kufikia sasa tayari wakawa wanainua mikono kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wanataka kubandika maji walau waanze kumuosha josho la kwanza mtoto yule. Kumbuka huyu ni bibi yake, na yeye alikwenda akamkuta mjukuu wake yupo katika mazingira ya kawaida.
Endelea kuangalia Makiri Online TV kutokea hapa Firdaus Dua Center. Mtoto kapiga chafya na mara tu baada ya kumaliza kupiga chafya akainuka akaenda akashika dirisha. Ikawaje? Akakimbilia kwenye dirisha. Basi akawa ananing'inia, "Jamani mimi niko huku." Kwa bibi yule sintamtaja kwa sababu mimi nitampotezea, lakini yule mtoto amemtaja pale mbele ya halaiki ya watu. Ameshikilia ile dirisha, "We mama niko huku. Mama niko kwa bibi fulani." Subhanallah. Amenifungia, ananisukuma uvunguni, nataka nifunike na chungu. Unaona? Basi kwa kweli watu Allahu Akbar. Subhanallah. Kwa hiyo pale yule mtoto ananing'inia dirisha, yale mafuta aliyobaki ikabidi vile anavyoning'inia, tukenda tena mimi nikenda nikampaka pale dirisha.